Naomba tuchukue nafasi hii kumshukuru sana mkurugenzi ya uchungaji jimbo letu la Bariadi, ndio sana Padre Charles Bundu kwa neno alilotupatia. Baba, asante sana. Nashukuru sana. Mshukuru pia padre wetu mpya, Padre Nicholas, kwa neno alilotupatia. Asante sana. Na washukuruni ninyi nyote. Itifaki ikiwa imezingatia mapadre wote. Mapadre, asanteni sana. Kutoka moyoni kabisa nashukuruni sana mapadre. Naweza kaeleza mengi, lakini uwepo wenu, ushirikiano wenu, umoja wenu na mshikamano wenu unaonekana wazi tena kwa vitendo. Naomba tuwashukuru mapadre wote na mashemasi wote na watawa wote na viongozi wote wa halmashauri ya walei jimbo na katika parokia. Tunasema asanteni sana. Na viongozi wote mliopo, asanteni sana. Vyama vyote vya kitume vyote kabisa, nikivitaja naweza kusahau vingine. Naomba niwashukuru wote na makatekista. Mungu ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Mmechoka? Watoto wapendwa, mnahisi njaa? Hapana. Watoto waodimaswa hata msikinja hata kidogo. Ndio Sasa naomba nizungumze pia kwa kifupi kabisa, kwa sababu mengi ameshazungumza. Nimezungumza wakati mahubiri, wengine pia waliozungumza hapa wamezungumza mengi. Naomba niyafupishe kama ifuatavyo. Baada ya neno hilo la shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kwenu, naomba nichukue nafasi hii niwasalimu tena. Muda huu ni Mwangaruka au Madela Madela. Mwangaruka imeshapita. Kwa hiyo sasa tuko Madela. Tuko muda wa Madela. Sio muda wa kula huu. Sio muda wa kula. Sasa bwana amesema msikinja. Sasa tumempata padri wetu mpya. Tulipokuwa tunazungumza na mapadri na kupanga taratibu na ratiba, na ikaonekana ni vizuri mapadri wakapatia la moja kwenye parokia yao, ili kama alivyosema mkurugenzi wa idara ya uchungaji, kuvuta mito. Sasa nilipokuwa naangalia watoto hapa waliokuwa na furaha na wale waliokuja kujiunga nao na vijana waliopo, nikaona kweli hapa kuna mito. Ukiwauliza watoto wangapi wanataka kuwa, wale wa kiume wangapi wanataka kuwa mapadri, kwa kusanya hapa, kwa waleta hapa, watanyosha mikono karibu wote. Kileta hao wa kike wanaopenda kuwa watawa, watanyosha mikono wote, na wako hapa karibu. Eti wangapi wanapenda kuwa masista? Naona wote hata walio kule wote watakuja hapa. Kwa hiyo baba mkurugenzi, tunamshukuru Mungu. Mapadri tuwapokee wale wote wenye wito na tuwaelekeze vizuri. Kama ni wasichana, watoto wa kike, tuwapokee, tuwaelekeze. Kama ni wa kiume, tuwapokee, tuwaelekeze. Na wazazi tunawashukuru tena kwa kulea vizuri. Nilifika hapa, si mara yangu ya kwanza kufika hapa Oldmaso, nimeshafika mara kadhaa na kuadhimisha misa hapa. Nikawauliza wazazi na wengine pia nilikuwa nawauliza, Mungu ametujalia zawadi kubwa ya watoto. Kauliza kwenye familia na Wakristo, kama Mungu amekupa zawadi ya watoto 10 na wote ni wa kiume, wanataka kuwa mapadre wote, utawaruhusu? Wazazi mlisemaje siku ile? Wakristo wa Oldmaswa mlisema ndio, si ndio? Mlisema Na wauliza tena leo, Mungu amekupa zawadi ya watoto 10 wa kiume, wote wanataka, wameitwa na Mungu, wanataka kuwa mapadre wote, utawaruhusu? Inatoka moyoni Kama amekupa wa kike 10, wote wanataka kuwa watawa wote, masista, mtawaruhusu? Mtawaruhusu? Aya. Na kama amekupa watoto
10, 5 wa kike, 5 wa kiume, na wote wanataka kuwa wakiwa wanataka kuwa mapadri, wakiwa wanataka kuwa watawa, masista. Mtawaruhusu? Nikawauliza, na wajukuu watatoka wapi? Na mahari mtapata wapi? Nikaanza kuwa na wasiwasi. Inatoka moja, lakini wito ni zawadi kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Na wito wa ndoa na familia ni muhimu kweli. Tunashukuru familia. Kwa hiyo nawaomba familia zetu ziwe katika hali nzuri. Familia zetu ziishi vizuri maisha ya Kikristo ili tuweze kupata watendakazi wengi. Wote tunatoka katika familia, walimu, makatekista, masista, mapadri, maaskofu, madaktari, wote tunatoka katika familia. Kwa hiyo tunaomba kweli familia zetu tulee vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaomba hilo tulizingatie na tuwaelekeze watoto wetu vizuri kulingana na sauti wanayosikia, sauti ya Mungu. Hiyo niombe idara yetu ya uchungaji, ambayo kurugenzi ya uchungaji, ambapo kuna idara nyingi, kuna idara ya watoto, ya vijana, ya katekesi, ya nyingi tu, ya liturujia. Tufanye kazi hiyo vizuri ili tuweze kulijenga jimbo letu la Bariadi. Jimbo letu ni kweli ni changa, ni miezi 4 tu. Ni 5 ni miezi 4, huu ni 5. Kwa hiyo bado ni changa. Na ninapoenda kwenye parokia mbalimbali naona hitaji kweli kweli. Kwa hiyo tunahitaji kweli mapadri wa kutosha. Tumsifu Yesu Kristo. Kabla sijasahau, nishukuru sana kamati ya maandalizi. Kamati wameandaa vizuri kweli. Najua ambapo kulikuwa na kamati mbalimbali. Kwa hiyo naomba tuwashangilie na kuwashukuru wana kamati wote walioandaa shughuli. Kwanza liturujia imeenda vizuri na shughuli nyingine zote. Tunawashukuru sana wana parokia na wale walioungana nanyi. Kamati zote. Asanteni sana wana kamati. Wana kamati mpo? Mpo? Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Sasa ninamalizia kwa kumtuma rasmi padri wetu mpya. Naitwa padri nani? Nikolaus. Nimewaeleza katika mahubiri kwamba mapadri ni wahudumu wa neno la Mungu. Mapadri ni wahudumu wa sakramenti ya ubatizo, kitubio, ekaristi takatifu, mpako mtakatifu, na wanashuhudia ndoa kulingana na taratibu za kanisa na za serikali. Ni walezi wa taifa la Mungu. Mapadri ni wahudumu wa Kristo. Sasa tunamtuma afanye hiyo kazi ya kutoa huduma na afuate yale ambayo Kristo anataka ayafuate. Tumsifu Yesu Kristo. Nilipokuwa nazungumza nao kabla ya wakati wa maandalizi, nilizungumza nao wote mashemasi, wakiwa mashemasi 3. Nikauliza mmoja mmoja, mnataka tuwatume wapi? Wakasema popote. Popote. Kwa hiyo tunawatuma popote. Tumsifu Yesu Kristo. Tunajua kwamba huduma ni kubwa. Na kabla ya kumwambia anaenda wapi, tunamruhusu atoe pia huduma ya sakramenti ya kitubio. Sema ni wahudumu wa sakramenti. Kwa hiyo ndio hapo iko sakramenti ya kitubio. Kwa hiyo tunakualika karibu ili tuweze kukupa na kukuruhusu uweze kutoa huduma hiyo. Na ni kuanzia leo. Tumsifu Yesu Kristo. Na kupatia haya. Toa huduma hiyo na huduma ya sakramenti nyingine zote. Tumsifu Yesu Kristo. Isipokuwa ndio nimesema ndoa kwa kufuata taratibu za serikali mpaka upate ile kibali, si ndio? Na
na sheria yuko hapa na taratibu nyingine. Nimeeleza hiyo toka mwanzo kabisa kulingana na taratibu za kanisa na za serikali. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa jina la Mungu na kwa mamlaka ya mitume Petro na Paulo, kwa mamlaka ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kwa mamlaka yetu, sasa tunakutuma rasmi kufanya kazi ya kitume ya kanisa. Fundisha Kristo. Tena Kristo aliyesulubiwa akafa, akazikwa na akafufuka. Fundisha neno la Mungu kwa watu. Ninakupa uwezo huo halali wa kufanya kazi hiyo katika jimbo letu Katoliki Bariadi. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tukutume wapi? Nauliza tena swali, tukutume wapi? Popote. Popote. Kwa hiyo tunamtuma popote. Sasa tunamtuma popote. Na popote hapa tukuuliza, kila mtu atataka kumvuta. Mwingine ataenda na sikio, mwingine ataenda na jicho, mwingine ataenda na kidole, mwingine ataenda na hii roho. Sasa atabaki nani? Kwa hiyo kila mtu atapenda ende kwake. Kwa hiyo lazima apate mahali pa kuanzia. Na mahali pa kuanzia unaweza ukaanzia hapo leo, kesho ukaambiwa nenda tena popote. Si ndio Na ukifika huko popote, kesho kuta unaambia nenda tena popote. Kwa hiyo ni umisionari. Ni wa misionari. Kwa hiyo huko popote unapotaka kutumwa, tutakutuma huko. Lakini kesho tukamwambia tena nenda popote, uwe tayari pia kwenda. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Na wakati wote.